Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 14 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tupo nanyi kuletea taarifa muhimu za hakika na zilizo na karibu na maisha ya wananchi kila siku. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea matukio makubwa ya usalama, siasa na hali ya kibinadamu kutoka maeneo mbalimbali ya Kivu na nchi nzima, bila kusahau mitazamo ya wananchi na viongozi kuhusu mustakabali wa amani. Basi endelea kuwa nasi kwa habari zote muhimu za asubuhi ya leo, na naendelea kukumbusha tu kwamba unaendelea kwa mara kwanza na kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartaje, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lolonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 14 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Agakulo karibu na Malekia ndani ya sekta Mtambala wilayani Fizi, baada ya kuzuka kwa mapigano makali kati ya wanajeshi wa FARDC kutoka kikosi kinachojulikana kama Ibu na wapiganaji wa wazalendo wa kundi la NPC na luongozwa naye William Amuri ya Kutumba. Mapigano yalitokea majira ya mchana siku ya jana Jumatano tarehe 13 Mei na yalisababisha taharuki kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo ambao lazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizopatikana kutoka eneo la tukio, watu wawili kutoka upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoteza maisha, huku mwanajeshi mmoja akijeruhiwa vibaya wakati wa mashambulizi hayo ya silaha nzito na nyepesi. Mashuhuda walioko karibu na eneo la tukio wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, huku wale asitofahamu kitawala katika vijiji vinavyozunguka Akangulo na Malekia. Baadhi ya familia zimeanza kuelekea maeneo mengine kwa kihofia mapigano hayo yanaweza kuendelea au hata kusambaha katika vijiji vya jirani. Mpaka sasa sababu halisi ya kuzuka kwa mapigano bado haijafahamika rasmi, lakini hali inaonyesha kuendelea kwa mvutano kati ya vikundi vyenye silaha na baadhi ya vikosi vinavyofanya operesheni katika maeneo ya Fizi na maeneo mengine ya Kivu. Wakazi wa maeneo ya Mtambala endelea kutoa wito kwa viongozi wa kijeshi na mamlaka husika kuhakikisha hatua za haraka zinachukuliwa ili kurejesha usalama na kuzuia wananchi wasiokuwa na hatia kuendelea kuathirika kutokana na mapigano hayo. Kwa sasa hali bado inaeleza kuwa tete, huku hofu kitanda miongoni mwa wananchi, hasa kutokana na uwezekano wa mashambulizi mengine katika saa au siku zijazo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya shughuli za kawaida zimesimama, huku biashara ndogo ndogo, shule na safari za wananchi zikianza kuathirika kutokana na mazingira kutokuwa na uhakika wa usalama. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na viongozi wa eneo hilo bado hawajatoa tamko rasmi ya kina kuhusu tukio hilo, huku wananchi wakisubiri hatua zitakazosaidia kurejesha utulivu katika sehemu hiyo ya Fizi ambayo endelea kukumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Wakazi wa eneo la Luvungi katika wilaya Uvira mkoani Kivu Kusini wanaendelea kuhamasishwa kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kijamii kufuatia hali ya usalama kuanza kurejea taratibu baada ya kuondoka kwa muungano wa waasi wa M23 katika eneo hilo.
Wito umetolewa na kamanda wa kanda 33 ya kijeshi ya FARDC, Generali wa Brigedi Dunia Kashindi Fabien, na alifanya ziara maalumu mjini Luvungi kwa lengo la kuzungumza na wananchi pamoja na viongozi wa kijamii kuhusu umuhimu wa kuimarisha amani na kuondoa migawanyiko ya kikabila. Akizungumza mbele ya wananchi na viongozi mbalimbali wa eneo hilo, General Dunia alisema kuwa wakati umefika kwa jamii zote kuishi pamoja bila ubaguzi wa kikabila au tofauti za kijamii ambazo zimekuwa chanzo cha migogoro kwa muda mrefu katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Kwa mujibu wa kiongozi wa kijeshi, alisitiza kwamba hakuna tena sababu ya wananchi kuendelea kugawanyika kwa misingi ya jamii zao kama wa vile wa Fulero, wa Bembe, Banyamulenge, wa Bangu na makabila mengine, akieleza kuwa amani inaweza kupatikana tu pale ambako wananchi wataamua kuishi kwa umoja na kuheshimiana. Mbali na kutoa ujumbe wa amani, Jenerali Dunia Kashindi pia alitangaza hatua mbalimbali zinazolenga kurejesha usalama na kusaidia wananchi kurejea katika shughuli zao za kawaida za kila siku. Miongoni mwa hatua hizo ni kuondolewa kwa vizuizi katika barabara ya Uvira kuelekea Luvungi ili kuhakikisha usafiri wa wananchi pamoja na biashara katika maeneo hayo. Pia alionya vikali watu wanaobeba silaha kinyume cha sheria, akisema kwamba mamlaka za kijeshi itachukua hatua kali dhidi ya yote atakayekiuka sheria au kuendelea kuhatarisha usalama wa wananchi. General Dunia alisema hataki tena kusikia milio ya risasi ndani ya vijiji au vya eneo hilo na kuwataka wananchi kurejea katika shughuli zao za kilimo, biashara pamoja na maisha ya kawaida baada ya kipindi kigumu cha sintofahamu na mapigano. Kwa upande wake, jamii ya kiraia ya wilaya ya Uvira nayo imeungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kutoa wito wa amani na kupinga vikali hotuba za chuki pamoja na vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko katika jamii mbalimbali. Mratibu wa Dynamique de la Société Civile pour le Développement Durable, Mapenzi Manyembwa, alisema kuwa wananchi wa Uvira wanahitaji zaidi ya amani kuliko migogoro na kwamba kila mmoja na wajibu wa kupambana na taarifa au ujumbe unaweza kugawanya wananchi. Kiongozi wa kiraia alitoa wito kwa jamii zote za Uvira zikiwemo Bafuliru, Bavira, Babembe, Banyamulenge, Bashi, Barundi, pamoja na jamii nyingine kuendelea kuishi kwa mshikamano na kuheshimiana bila kujali tofauti zao. Alisitiza kuwa maendeleo ya kweli hawezi kupatikana bila kuwepo umoja na ushirikiano katika wananchi na makabila mbalimbali wanaoishi katika eneo hilo. Hadi sasa wananchi wengi wa Luvungi wanaonekana kupokea kwa matumaini ujumbe huo wa viongozi wa kijeshi na wa kiraia, huku wengi wakitamani kuona hali ya usalama ikiendelea kuimarika ili maisha ya kawaida yaweze kurejea kikamilifu katika eneo hilo la Uvira. Nadhani ile message ndio mkubwa ile. Inyo ya nyinyi wote, hakuna kuangalia community sasa huyu ni Mufulero, huyu ni Mubembe, huyu ni Mwanyamulenge, huyu ni nani, huyu ni Mubangu, huyu ni nini, hakuna ile tunasikilizana. Major General alinituma sema siwezi kulala Uvira aussi longtemps que basoda balisha ingia Luvungi. Inafaa mimi peke ndiye nione na macho, ndio naona mimi peke nafika Luvungi pour que kujirassurer na situation ke bale balikuwa hapa babandi banaenda na bataenda hadi kwabo na na batu bote benye kwa na arme apart ba FARDC banduki yetu bote tutaenda wapi? Runingu. Kule Runingu ndio batu wote benye kwa na arme tutaenda kubaorganize, tutaenda kufanya nini bote a partir ya leo busiku ukesho bataenda kule kwenye paske unaona president tumaka prime bengine bakupataka. Alors il faut watu bote bawe ya registre, tupeleke rapport tuone kisa kufanya kuliko kuikana na tupande kusikia risasi linalia mumugini. Wakupima kupiga risasi atafungiwa. Mnapasha kuikala ukimya na mnapasha kuanza commerce zenu, wakulima mashamba wanaanza kulima, wakufanya vitu vyote, activite inafanya nini? Inarudia. Tunasikilizana. Nawaambia watu watatoka hapa kufika Uvira bila kufunga bariere, kuna mtu atakuuliza.
Je suis Mapenzi Manyebwa, coordinateur de la dynamique de la société civile pour le développement durable à Uvira. Maintenant, nous sommes dans la cité de Sange, territoire d'Uvira, province du Sud Kivu. Ce que nous devons préciser, étant acteurs de la société civile, est que nous avons besoin aujourd'hui de la paix et nous devons tous travailler pour combattre ces messages de haine, combattre ces informations qui viennent pour nous diviser. On n'a pas besoin de messages qui vont créer encore des tensions intercommunautaires et dans cette période, nous avons besoin d'un message de cohésion sociale. Nous avons besoin tous de réfléchir ensemble pour le développement et la paix des Sange. Nous avons besoin aujourd'hui qu'à Luvungi, que les gens se mettent en commun, que les Bavira, les Bafuliru, les Babembe, les Banyamulenge, les Bashi, les Barundi, les Bahavu et toutes les communautés dans sa diversité, nous ayons tous un esprit de cohésion sociale et que nous bannissons l'esprit de haine, que nous bannissons les comportements inciviques, que nous luttions tous contre les messages de haine et que nous évitions et que nous atténuions les tensions intercommunautaires et que nous ne donnions plus la place à ces politiciens à mal de positionnement qui cherchent à créer des divisions entre les différentes tribus dans les territoires d'Uvira. Nous devons tous lutter contre ces jeunes qui sont en train de relayer les messages de division entre les tribus dans les territoires d'Uvira. Nous devons tous travailler dans nos villages, dans nos groupements, dans nos chefferies des territoires d'Uvira pour que nous émergeons dans la paix et pour que nous bâtissons la cohésion sociale. Parce que c'est une question de comportement, c'est une question de mentalité, c'est une question de nous mettre en commun pour la promotion de la cohésion sociale dans les territoires d'Uvira et dans la cité de Sange en particulier. Vous avez un message particulier à lancer aux jeunes? Le message particulier aux jeunes, c'est comprendre qu'un jeune, c'est un partisan de la paix, c'est un partisan de la cohésion sociale. Nous avons besoin que les jeunes bâtissent la paix dans les territoires d'Uvira, qui lutte contre les messages de haine, qui lutte contre les comportements de division entre les tribus pour promouvoir la paix dans les territoires d'Uvira et dans la cité de Sange en particulier. Merci. Hali ya taharuki na mjadala imeendelea kutawala mjini Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini baada ya harakati za kiraia ya Lucha kuitisha siku ya Ville Morte au mji wa fungwa hii leo Alhamisi tarehe 14 Mei kwa lengo la kupinga hali ya ukosefu wa usalama na ongezeko la vitendo vya uhalifu vya mjini. Katika wito wake, Lucha ilitaka wananchi kubaki majumbani mwao ili kutoa ishara ya kuonesha kutokuridhishwa na matukio ya mauaji, uporaji pamoja na vitendo vya kujambazi ambavyo vimekuwa vikiongezeka katika mji wa Beni katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, licha ya wito wa harakati za kiraia, viongozi wa vyama vya wasafirishaji mjini humo wametangaza kwa shughuli za usafiri pamoja na shughuli nyingine za kawaida zitaendelea kama kawaida bila kusimamishwa. Uamuzi umetangazwa baada ya mkutano uliofanyika Jumatano kati ya viongozi wa wasafiri shaji pamoja na mamlaka za serikali katika eneo hilo kwa lengo la kujadili hali ya usalama na namna kuzuia taharuki miongoni mwa wananchi. Baada ya mkutano huo, viongozi wa sekta ya usafiri walitaka wananchi kuendelea kuwapa heshima wahanga wa vitendo vya ujambazi kwa njia ya utulivu na mshikamano bila kusababisha kusimama kwa shughuli za kiuchumi mjini Beni. Makamu wa rais wa jukwaa la wasafirishaji Anga Kaviro alisema kuwa ni muhimu wananchi
kuomboleza vifo vya wasirika na wahalifu kwa heshima na utu, kuhakikishia kuwa viongozi wa usafirishaji wataendelea kufuatilia kesi zinazohusiana na vitendo hivyo mbele ya vyombo vya sheria. Kwa mujibu wa viongozi wao, kusimamisha shughuli za usafiri kunaweza kuongeza matatizo zaidi kwa wananchi ambao tayari wanakabiliana na changamoto nyingi za kiusalama na kiuchumi katika eneo hilo. Wakazi wa Beni wanaendelea kuonyesha wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama inayoripotiwa kuzorota katika baadhi ya mitaa mjuu ambako matukio ya ujambazi wa kutumia silaha pamoja na mauaji ya kiraia yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara. Baadhi ya wananchi wanaunga mkono hatua za Lucha, wakiamini kuwa ni njia ya kushinikiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahalifu, huku wengine wakiona kuwa ni kuendelea na shughuli za kawaida na ni muhimu kuepusha kuporomoka zaidi kwa hali ya usalama ya wananchi. Mpaka sasa mamlaka za eneo hilo zinaendelea kutoa wito wa utulivu, huku vikosi vya usalama vikidi kuimarisha doria na operesheni za kupambana na uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mji wa Beni. Mashirika mbalimbali ya kiraia katika wilaya Aru mkoani Ituri yameeleza wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya watu wenye silaha wanaodaiwa kutoka Sudan Kusini katika vijiji vya Chefdom katika wilaya ya Kwakwa. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano tarehe 13 Mei, mashirika hayo yamesema kuwa watu hao wenye silaha wamekuwa wakivamia vijiji mara kwa mara na kufanya vitendo vya uporaji, utekaji wa wananchi, mauaji pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mashirika hayo yameomba serikali kutuma haraka wanajeshi wa FARDC katika maeneo ya mpakani ili kulinda usalama wa wananchi na wanaoishi karibu na mpaka kati ya Kongo na Sudan ya Kusini. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, mashambulizi ya kwanza ripotiwa kati ya tarehe 26 hadi tarehe 29 Aprili mwaka 2026 katika vijiji kadhaa vya Kurumenti ya Rumu ndani ya wilaya ya Kwakwa. Inadaiwa kuwa washambuliaji hao waliiba mifugo, mazao ya kilimo, magodoro pamoja na mali nyingine za wananchi kabla ya kuwatesa baadhi ya wakazi wa maeneo hayo. Chama cha vijana wa Kikristo kinachofanya kazi katika eneo hilo pia kimeripoti visa vitano vya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake. Washirika wa matukio wanaendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya Adi. Katika usiku wa kuamkia tarehe 2 Mei, kundi jingine la watu wenye silaha lilirudi tena katika eneo hilo na kufanya mashambulizi mapya. Watu 5 wakiwemo watoto 2 wa kike walidaiwa kutekwa nyara na kuondolewa kusikojulikana. Viongozi wa afya katika zone de sante ya Adi pia wamezungumzia vitendo vya mateso na unyanyasaji dhidi ya raia wengi waliokumbwa na mashambulizi hayo. Kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama, zaidi ya wananchi 100 wamelazimika kuyakimbia makazi yao karibu na mpaka wa Sudan Kusini na kuelekea maeneo ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa baadhi ya vyanzo vya jadi katika eneo hilo, watu wenye silaha wanaohusika na mashambulizi yao wanakadiriwa kuwa zaidi 100 wanaojulikana kwa jina la hiyo, na hadi kufikia tarehe 13 Mei, msimamizi wa wilaya Aru alikuwa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu hatuma hizo, na zinatolewa na mashirika ya kiraia pamoja na wananchi wa eneo hilo. Hatua mpya ya kuimarisha amani inaonekana katika mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini kufuatia kuwasili kwa kundi la kwanza la wanawake wa jamii Banyamulenge siku ya jana Jumatano tarehe 13 Mei. Tukio hilo limeelezwa kuwa ishara muhimu ya mwanzo wa mchakato wa maridhiano ya kijamii katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na mvutano wa muda mrefu. Wanawake hao walionekana katika soko la Mwemezi ya Pili wakinunua bidhaa za msingi na za kila siku, jambo lililoshangaza na kuwafurahisha wafanyabiashara wa eneo hilo, hususan wanawake wauzaji waliopokea kwa utulivu na heshima kubwa. Tukio hilo limeelezwa kuwa na mashuhuda kuwa limevunja hali ya hofu na mashaka iliyodumu kwa muda mrefu kati ya jamii mbalimbali katika eneo la Baraka na maeneo jirani ambako mahusiano ya kijamii na kiuchumi yalikuwa yameathiriwa na migogoro ya kijamii na kisiasa. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kijamii kutoka mashirika ya kiraia ikiwemo CGOP DRC wamesema kama hatua hiyo ni ishara ya wazi ya kurejea kwa hali ya kuaminiana na kuishi pamoja kwa amani kati ya jamii ambazo hapo awali zilikuwa na migawanyiko mikubwa. Wameeleza kuwa kuanza tena kwa mawasiliano ya kibiashara na kijamii kati ya wanawake hao na wafanyabiashara wa eneo la Baraka ni hatua muhimu na uweza kusaidia kurejesha uhusiano wa kawaida na kijamii uliokuwa kabla ya migogoro. Hatua hii pia inatajwa kuwa sehemu ya juhudi za pana za kurejesha amani zinazoongozwa na mamlaka za kitaifa pamoja na viongozi wa kijeshi wa maeneo husika ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya juhudi za kupunguza mvutano na kuhimiza maridhiano. Mazungumzo na mikutano ya upatanishi katika maeneo ya Baraka na Bibokoboko
ambako wanaendelea kupewa kipaumbele wakiwa na lengo la kuhakikisha jamii zinarejea kuishi pamoja bila uhasama. Viongozi wa jamii na wadau wa amani wamekuwa wakihimiza wananchi kurejea kwenye mfumo wa zamani wa kushirikiana kiuchumi, ambako watu wa maeneo tambarare na milimani walikuwa wakitegemeana kupitia biashara na kubadilishana bidhaa. Wanasema kwa kurejea kwa mtandao wa mahusiano ya kiuchumi kunaweza kusaidia sana kupunguza chuki na kuongeza uelewano kati ya jamii mbalimbali katika eneo hilo la Fizi. Pia kumekuwa wito kwa wakazi wa Baraka nao baadaye kutembelea maeneo ya pembezoni kwa ajili ya biashara ili kuendeleza mchakato huu wa kujenga imani na mshikamano wa kijamii. Kwa jumla, tukio linaonekana kuwa mwanzo wa matumaini mapya katika eneo la Baraka na Kivu Kusini kwa jumla, ambako wananchi wanatarajia kuona amani ya kudumu na kurejea kwa maisha ya kawaida bila hofu au migogoro ya kijamii. Takriban miaka 5 sasa tangu hali ya etat de siege tangazwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri mwezi Mei mwaka 2021, wabunge wa kitaifa wameanza kuhoji matokeo ya uamuzi wa rais, huku wakieleza wasiwasi juu ya kuendelea kurefushwa kwa hatua hiyo kila baada ya siku 15. Wabunge hao wanasema kuwa licha muda mrefu wa utekelezaji wa hatua hiyo ya dharura, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya zaidi katika baadhi ya maeneo kutokana na mashambulizi ya kundi la ADF ambao yamekuwa kusababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na kusambaa kwa ghasia hadi maeneo ambayo awali hayakuathirika. Wakati wa kikao cha mwisho cha bunge kilichojadili uongezwaji wa muda wa etat de siege, baadhi ya wabunge kutoka Kivu Kaskazini na Ituri walieleza kutokuridhishwa na utekelezaji wake, wakisema kuwa bado hakuna matokeo ya kuridhisha licha ya miaka ya utekelezaji. Mswada huu wa kuongeza muda uliwasilishwa na kutetewa na waziri wa nchi wa sheria Guillaume Ngefa, lakini pia mjadala uliacha maswali mengi kutoka wawakilishi wa wananchi kuhusu ufanisi wa hatua hiyo ya kiusalama. Siku mbili baada ya kikao hicho, mbunge wa Bunia Gracien Irakan, ambaye ni mmoja wa wakosoaji wakubwa wa hali ya etat de siege, amekuwa akichukua hatua zaidi kwa kutangaza kuanzisha mchakato wa kuomoaji makamu waziri mkuu wa waziri wa ulinzi wa kitaifa wa ulinzi Gikamombo Mwandia Vita. Mungu amesema kwa wajibu waliopata kutoka kwa waziri huyo kupitia swala lake la maandishi alikumurizisha, na hivyo anaona ni muhimu kuibua swala hilo bungeni ili ukweli kamili ujulikane kwa umma. Amesema kuwa kwa mujibu wa taratibu za bunge, hatua yake ya kuanzisha mchakato wa kumhoji waziri huyo itawasilishwa kwa kikao cha bunge cha siri, na endapo atakubaliwa inaweza kupelekea kura kutokuwa na imani au hata uchaguzi wa bunge kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi. Katika hotuba yake bungeni, mbunge alieleza kuwa picha ya hali mbaya ya usalama inaendelea katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini, akisema kuwa mamia watu wameuawa katika miezi hivi karibuni licha uwepo wa hali ya dharura ya kijeshi. Kwa mujibu wa takwimu alizozitoa, watu 879 wameuawa tangu Januari mwaka 2026, wakiwemo raia 179 waliuawa kati ya tarehe 18 Aprili hadi tarehe 11 Mei mwaka 2026, na siku moja pekee ya tarehe 28 Aprili ilishuhudia mauaji ya watu 17. Mbunge huyo ameeleza kuwa hali hiyo kama janga la kibinadamu, akisema kuwa wananchi wanaishi katika hofu kubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara, huku wapiganaji wa ADF wakiripotiwa kupenya hadi katika baadhi ya mji kutokana na udhaifu wa mfumo wa ujasusi na ulinzi. Pia amekosoa ukimya wa serikali katika kuchunguza mauaji ya raia na vitisho vinavyoripotiwa dhidi ya baadhi ya wabunge, pamoja na kutotekelezwa kwa mapendekezo ya bunge kwa kuunda tume maalumu ya uchaguzi. Katika hoja yake amependekeza pia kusikilizwa kwa wahusika katika kambi za wakimbizi pamoja na viongozi wa maeneo husika ili kubaini wahusika wa mauaji na ukatili unaendelea dhidi ya wanawake na watoto. Wakati huo, mashambulizi ya kundi la ADF yanaendelea kuathiri pakubwa hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC licha operesheni za kijeshi za pamoja kati ya jeshi la FARDC na jeshi la Uganda chini ya mpango wa operesheni Shujaa ulioanza mwaka 2021. Licha juhudi hizo, kundi hilo la waasi linaendelea kushambulia raia,
kufanya mauaji, ubakaji na hata kuweka vizuizi haramu vya kukusanya kodi katika maeneo yanayodhibiti. Hali inaongeza hofu na kusababisha watu kuyahama makazi yao kwa wingi. Swali kuu la kuhusu ufanisi wa operesheni hiyo na kijeshi pia inaendelea kujadiliwa katika ngazi za juu za kisiasa, ikiwa ni pamoja na mazungumzo kati ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na Rais wa Uganda Yoweri Museveni mjini Kampala. Kwa jumla, mjadala huu unaendelea kuibua maswali makubwa kuhusu mustakabali wa usalama mashariki mwa DRC, huku wananchi wakisubiri suluhisho la kudumu dhidi ya makundi ya silaha yanaendelea kusababisha machafuko na mateso makubwa. Harakati ya upinzani itwayo Sauvons la RDC inaongozwa na Joseph Kabila imetoa tuma nzito dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ikidai kuwa linafanya mashambulizi ya makusudi ya drone dhidi ya raia katika eneo la Mushaki wilayani Masisi tarehe 8 Mei na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa. Taarifa hiyo iliyosainiwa tarehe 12 Mei na watu 11 mashauri ndani ya harakati hiyo, wakiwemo mawaziri wa zamani Raymond Chibamba na Augustin Matata Ponyo, wanahitaji hatua hiyo kama uovu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kundi hilo linadai kuwa mashambulizi yanakuwa hayakuwa ya bahati mbaya, bali lenga raia moja kwa moja, na hivyo linataka kufunguliwa kwa uchunguzi wa kimataifa huru ili kubaini ukweli wa tukio hilo na kuwajibisha wahusika. Sauvons la RDC limekosoa pia mataifa ya Marekani pamoja na MONUSCO kwa kutoa taarifa za kulaani mashambulizi yao bila kutaja moja kwa moja wahusika wake. Kundi hilo linasema kuwa kimya hicho kinachangia kuficha ukweli wa kile kilichotokea. Pia imedai kuwa mashambulizi hayo hayakuwa ya pekee, bali yalifanyika sambamba na mashambulizi mengine katika maeneo ya Ilundu na Gakenge katika eneo la Minembwe, jambo linaloibua maswali zaidi kuhusu mwenendo wa operesheni za kijeshi katika mashariki mwa nchi. Kwa upande wao, mamlaka za kijeshi hazijatoa majibu ya kina kuhusu tuhuma hizo hadi sasa, huku mjadala ukiendelea kuhusu hali ya usalama katika eneo la Masisi ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesitisha kuendelea na operesheni za kijeshi zinazoitwa Ngeba katika eneo la Muluku mjini Kinshasa kufuatia shambulio la vurugu lililotokea tarehe 12 Mei lililotekelezwa na kundi la Mubondo. Msemaji wa kijeshi Kapteni Antonio Mulwashai amesema kuwa jeshi linaendelea kuweka shinikizo kubwa la kijeshi ili kurejesha amani ya kudumu katika sehemu hiyo ya nchi, akisitiza kuwa operesheni hizo zitaendelea hadi hali ya usalama itakapokuwa imetulia kikamilifu. Shambulio lilotokea katika shamba linalojulikana Ndako ya Pale lipo karibu na eneo la Gralibulu. Katika tukio hilo wanandoa waliuawa kwa kukatwa mapanga, huku kijana mmoja akijeruhiwa vibaya kichwani. Baada ya tukio hilo, vitengo vya kijeshi kutoka kanda 14 vilifika Raka, eneo la tukio, baada ya kupata taarifa na zikamkimbiza hospitalini kijana alijeruhiwa kwa ajali ya matibabu ya dharura. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, washambuliaji hao wanadaiwa kuwa wafuasi wa kiongozi wa kundi hilo anajulikana kwa jina la utani Besen Kande, ambaye kwa sasa anashikiliwa na mamlaka, lakini inasemekana bado anakataa kuamuru wafuasi wake kuweka silaha chini. Kundi la Mubondo limekuwa likihusishwa na vitendo vya ugaidi na mauaji katika maeneo ya pembezoni mwa Kinshasa pamoja na majimbo ya Kwilu na Mai Ndombe tangu mwaka 2023. Hata hivyo, baada ya operesheni mbalimbali za kijeshi, kundi hilo linaonekana kuzofika kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, mashambulizi mapya katika eneo la Maluku yanaonyesha kuwa tishio hilo bado halijaisha kabisa, jambo linalofanya wakazi wa maeneo hayo kuendelea kuishi kwa hofu, huku jeshi likiahidi kuimarisha ulinzi na operesheni zaidi za kudhibiti hali hiyo. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 14 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na asanteni sana kwa kuwa nasi katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru kwa kufuatilia na kukumbuka kuwa habari hizi ni kwa ajili ya kukujuza na kufahamisha yale yanaendelea katika jamii yetu na nchi kwa ujumla. Basi tuendelee kudumisha amani, umoja na ushirikiano miongoni mwa wananchi wote. Na kabla tuhitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelea kukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, vile ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info
kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku, na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teroje Lulonga, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 14 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi nikutakie asubuhi njema yenye mafanikio tele, na nikwadi tena tukutanane baadaye katika matangazo yetu mengine ya mchana. Bye bye na chau, baki salama. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Jungle.